Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Mmebarikiwa sana, naweza sogea mbele hapa. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ama siku nyingine ambayo amefanya kwa ajili yetu ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Niseme umebarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi siku ya jana tulianza kuongea kuhusu nira na jinsi ya kuivunja. Nira na jinsi ya kuivunja. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ijayo tutakuwa tukiongea kuhusu damu ya Yesu. Tutajifunza kiasi kuhusu damu ya Yesu, na hisi huo mwongozo asubuhi ya leo. Nira na jinsi ya kuivunja. Tuliona nira ni chombo ambacho kinatumika kukuelekeza, kukukontrol. Kazi kubwa ya nira ni kukontrol. Na tunaona nira pia kazi yake kubwa ni kuleta mafahali wawili pamoja. Biblia inasema tusifungiwe nira na wasioamini. Kumaanisha ya kwamba unaweza ukafungiwa nira na kitu kibaya, kwa sababu nira huleta mafahali wawili. Nira inawaunganisha kisha baadaye inawaelekeza. Na tukaambiwa tusifungiwe nira na wasioamini. Ni kumaanisha kwamba unaweza fungiwa nira na magonjwa, unaweza fungiwa nira na shida, unaweza fungiwa nira na matatizo, unaweza fungiwa nira na kitu kibaya. Unaweza fungiwa nira na kitu kibaya. Siku ya jana tuliona mambo kadhaa katika kitabu cha Mwanzo 27 kuanzia 34, na vitu vitatu ambavyo tulisema ni vizuri kuvitilia maanani. Cha kwanza ni kwamba haijalishi kile ambacho kimetendeka, kuna matumaini. Kwa sababu Esau anafika baada ya kupata ripoti ya yale mambo ambayo ndugu yake amefanya, na anafika akiwa amekata matumaini, anafika akiwa alilia kwa uchungu, anafika sasa akisema sasa kutakuwaje? Na tukaona ya kwamba haijalishi ripoti ambayo umepata, haijalishi ni nini imetendeka, kuna matumaini bado katika jina la Yesu. Hata kama kile ambacho kimetendeka kimepeana ushahidi ya kwamba mambo ni mbaya, bado kuna matumaini. Na jambo la pili tukapata ni kwamba Isaka akamwambia Esau, ndugu yako alikuja kwa hila akachukua. Ndugu yako alikuja kwa hila akachukua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mmoja Mungu akitupa nafasi tutakuja kukuamilia hapa. Tutakuja kuongea kuhusu jinsi ambavyo watu wanachukua vitu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine nikiwezekana nitakuonyesha pia na video zingine fupi niko nazo za Kinigeria. Unapata mtu kama mwingine niliona jana, kuna mama alikuwa hajiwezi, natumai alikuwa hana maisha mazuri, lakini mtoto yake alikuwa ni mzuri. Akawa anaomba pesa, yule akampatia mama pesa, akapitisha kichwa kwa mkono ya mtoto yake, kuna kitu akachukua. Bwana Yesu asifiwe. So vitu vinatolewa kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukanyaganywa ideas. Unaweza ukanyaganywa hizi vitu za kiroho, hizi vitu zenye hazionekani. Mtu anaweza akakunyaganya nguvu ya kufanya kazi. Mtu anaweza akakunyaganya upendo wako wa kazi. Haleluya. Mtu anaweza akakunyaganya bidii ya kufanya kazi. Hizo ni vitu zinaweza tolewa katika ulimwengu wa kiroho. Jina la Bwana litukuzwe. Vile unapenda, hiyo inaweza ikatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akakunyaganya hisia. Ukawekewa hisia mbovu, ukatolewa ile iliyo nzuri. Hizi ni vitu zinaweza tolewa, maana hizi ni vitu za kiroho, hazionekani lakini zinakaa kwa miili yetu na ni za maana, zinaweza zikatolewa. Mtu anaweza akakunyaganya ideas, ukajipata ya kwamba mawazo yako sasa haifikiri. Hiyo kitu inachukuliwa hiyo.
inawekwa kwa mwingine, mwingine anaichukua. Hizo ni vitu ambazo zinaweza zikaondoka, kwa sababu kile ambacho Yakobo alichukua hakikuwa kinachukuliwa na mkono, ni kitu kilichukuliwa tofauti. So tutakuja kuangalia kwa undani ni aje hivi mtu anafanya nini, anachukua vitu. Bwana asifiwe. Watu wawili wanaweza wakaungana kukuwa marafiki ama kufanya biashara, na wakati huyu alikuja, huyu alikuwa anafanya vizuri na huyu akajijua hafanyi vizuri, wakaungana na wakakuwa na urafiki na wakafanya biashara. Wakati huyu anatoka, huyu anaenda chini, ni kwa sababu alikuja kuchukua. Hasa unapata ya kwamba mwenye alikuwa anafanya vizuri anabadilika anafanya mbaya, alafu yule anafanya vizuri. Na saa zile nafika hivyo unapata urafiki ulifanya nini? Uliisha. Ni kwa sababu gani? Alikuwa amekuja kuchukua. Maandiko inasema Isaka akasema ndugu yako alikuja kwa hila. Alikuja kwa hila. Na kumbuka Biblia haijatuambia tumpige shetani, imetuambia tupige hila zake. So alikuja kwa hila, na tukasema kwamba kuna watu wanakuja kwa hila kwa maisha yetu wapendwa. Kuna watu wanakuja ukiwaangalia hawana nia mbaya kwa kuwaangalia. Maana kuna tofauti ya vile unaangalia mtu na vile mtu alivyo. Hayo ni mambo mawili. Unaweza angalia mtu ukasema na huyu mtu ni mzuri, ni kulingana na vile umemwangalia, lakini sivyo alivyo. That's why nikakwambia ni vizuri kila mara anayekuja karibu na wewe, ingia darasa mara moja ya kumjua. Lakini sisi hatutaki kuingia darasa ya watu wamefika karibu na sisi. Sisi tunawajudge na appearance yao ya nje. Tunaona vile anaongea, tunaona vile anakaa, tunaona hizo, tunaona ni mzuri. Ni vizuri mtu yote akiingia karibu yako, tafadhali ingia darasa mara moja. Anza kutaka kumjua zaidi ya vile unaona na zaidi ya vile unasikia. Taka kujua zaidi ya vile unasikia na vile unaona. Taka kujua Kenya akionekana, maana kisichoonekana ndiyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili pia tukaona ni kwamba Esau naye anashuhudia akisema amejitia mahala pangu mara mbili. Kumaanisha kwamba mtu anaweza akajitia mahala pako, yani alijiweka mahala pangu. Haleluya. Wasifanikiwe kujiweka nafasi yako, na wasifanikiwe kuchukua vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema wasifanikiwe. Yeyote aliye na nia ya kuchukua vitu kwako, ndio maana ako karibu na wewe na kutangazia hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Watu wanaweza wakakuitisha wa familia mtoto wamsomeshe, na kumbe wanataka kuchukua akili ya mtoto yako. Maana wameona anafanya vizuri. Unapata wanamchukua wanamsomesha. Watoto wake wanakuwa werevu, mtoto wako anakuwa mjinga. Anaenda anachukuliwa. Anaenda anafanya nini? Anachukuliwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Vitu vinafanywa nini? Vitu vinachukuliwa. Vinachukuliwa katika jina la Yesu. Esau akasema amejitia, yani ni yeye amejiweka, si mimi nimemweka. Wasifanikiwe kujiweka mahali pako. Wasifanikiwe kujiweka mahali pako. Maana wakifanikiwa kujiweka mahali pako, utaanza kuona kenye ulipaswa kufanya, utaanza kuona wakifanya. Utaanza kuona wakiishi maisha ambayo unapaswa kuishi. Na sasa hiyo wewe uko chini, wao wako kwa nafasi yako. Wasifanikiwe katika jina la Yesu. Naomba sasa tusome ule mstari tuumalize tu 36 tumalize. Genesis 27:36. Akasema je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Na jambo lingine pia tuliongelea ni nini? Jina. Tuliongea kuhusu jina, unakumbuka? So tukaona ya kwamba Yakobo, Mungu alikuwa na mpango na Yakobo. Mungu alimteua Yakobo akiwa na mpango, lakini jina lake lilimpitishia marefu mabaya. Jina nini? Jina. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake lilimpitishia mabaya. Kwa hivyo hata mama yake akimfanyia ujanja, pia jina lake lilikuwa linajua kufanya hiyo ujanja yote. Jina la Bwana litukuzwe. So tukaona ya kwamba maisha ya Yakobo ilibadilika lini? Wakati pia jina lake lilifanya nini? Lilibadilishwa. Maana wakati alipatana na malaika, alimwambia sitakuacha usipofanya nini?
usiponibariki. Wewe unafikiria nini? Malaika alipomwangalia aliona shida ya Yakobo iko wapi? Sio baraka anahitaji. Alimwangalia akaona mahali shida yake iko. Na unajua wapendwa, hivi ndivyo Mungu akituangalia huwa anatuona. There is what you want and there is what you need. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yakobo alitaka kubarikiwa, lakini Yakobo alikuwa anahitaji kubadilishiwa jina. Maana hata angebarikiwa na jina bado ina shida, bado ingempitishia mabaya. Maana yeye ni mnadhiri wa Bwana, lakini alipitia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasema hivyo ndivyo Mungu tuangalia. Na hivyo ndivyo sisi umwendea Mungu. Sisi umwendea Mungu na kile tunataka, lakini Mungu anatuangalia na kujibu kile ambacho tunahitaji. Maandiko yanasema Petero na Yohana walikuwa wanaenda kanisani kuomba, katika mlango mzuri wakapatana na kiwete ambaye alikuwa analetwa pale. Yule kiwete alikuwa anahitaji kupona atembee, lakini yeye alikuwa anataka pesa. Tofautisha na kenye unahitaji na kenye unataka. Sasa yeye alitaka pesa, lakini Mungu akimwangalia alikuwa anahitaji kutembea. Kwa sababu akitembea hataletwa hapa tena, hataomba pesa. Na Mungu akakutana na mahitaji yake. Mungu hakukutana na kenye alikuwa anataka. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya. Mungu anakutana na mahitaji yako. Mungu hakutani na vitu ambavyo unataka. Vitu vingine tunavitaka kwa kutamani. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu akikuangalia, anakuangalia kama Yakobo. Yakobo anasema nibariki, na usiponibariki sitakuachilia. Naye malaika akimwangalia anasema wewe unahitaji baraka. Wewe unahitaji kubadilishiwa jina. Tukaona ya kwamba jina iko na nguvu. Na ndio maana unaona watu wakiinua magari hawazipeagi majina za ujinga. Hizo majina zinakuwa na maana. Especially angalia hizi matatu za Nairobi. Wewe unafikiria tu ni majina mtu ameenda ameokota akaweka. Hayo majina yana maana. Bwana Yesu asifiwe. Yako na maana. Juzi nimeona wengine wamezindua gari. Ni rafiki yangu. Sasa walikuwa wanafurahia amepata gari ya kubeba Mombasa mpaka Malaba. Lakini hiyo gari imeandikwa Jehanamu. Imeandikwa nini? Jehanamu. Haijaandikwa Jehanamu. Lakini imeandikwa Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. It has a meaning. Watu hawezi inuka tu na kuweka vitu. Hata katika uimbaji wa secular music, ukisikiliza vizuri kuna vitu huwa wanataja. Ziko na maana na zinaathiri maisha. So tukasema ya kwamba hatuwezi badilisha majina yetu, lakini tunaweza tukaimaliza nguvu na tukasimamisha maana ya hiyo jina. Haitaendelea kufanya kazi kwa maisha yangu, alafu ubaki na jina ambayo ni powerless, haikuathiri. Tuendelee kusoma. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza. Je, alichukua ama Esau alimpatia? Esau ndiye alifanya nini? But in the real sense, in the spirit world, Jacob alichukua. Jacob hakupewa. Hivi vitu Esau na Isaka wanaongea ni kiroho, hawaongei kimwili. Hawaongei kimwili, wanaongea kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni vitu za kimwili, za kiroho, ya kwamba maana hii idea ni Esau alikuja nayo. Yeye ndiye alitoka mawindoni akawa anahisi njaa. Lakini angalia, Bwana Yesu asifiwe. Angalia, natumai baada ya Esau kile kitendo kutendeka papa, ndio akili senses za Esau zilirudi, kwa sababu kuna vile alipitwa. Bwana Yesu asifiwe. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa mara mbili hizi amechukua baraka wangu, akisema je, huku niwekea na mimi baraka. Tulisema baraka ni nini? Baraka ni nguvu. Baraka ni uwezo. Baraka haionekani. Baraka ni kitu ambaye kiachiliwa kwa maisha yako unaanza kufanya vizuri.
Kwa kifupi mimi nasema baraka ni nguvu ama ni uwezo ama ni maneno ambayo inakuwezesha kufanya vizuri. Tosha. Si ati nakupea gari na generally a blessed person anapaswa kufanya vizuri kwa sababu sasa kuna uwezo wa kumwezesha kufanya vizuri. Isaka alifanya vizuri kwa sababu Bwana alikuwa amembariki. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So amechukua, kwa hivyo alichukua nini? Maneno yaliyo na uwezo ya kumwezesha kufanya vizuri, hiyo ndio ilienda. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna vitu vinaweza vikategwa. Halo. Na ndio maana nikakwambia wakati tunaongea kuhusu pattern, many a times hautasikia watu wakiongea kuhusu pattern mzuri. Watu wanaongeaga kuhusu pattern mbaya. Many a times hautasikia watu wakiongea kuhusu generational blessings, generational success, generational health. Hautasikia hiyo. Lakini tunaongea kuhusu curse, problems, hizi vitu mbaya mbaya. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba mambo mazuri ya kuwawezesha kufanya vizuri zinaweza zikategwa, zikachukuliwa, lakini maneno yaliyo na nguvu ya kuwawezesha kufanya vibaya inaachiliwa. That's why unaona vigumu mazuri ya jamii haifuati watu, lakini mabaya ndio inafuata. Wapendwa, yote inapaswa kukufuata basi. Kuna watu familia yao wako na afya ya kifamilia, kwao mambo na magonjwa huwezi sikia, lakini hiyo haiwafuati, lakini ulevi ya kwao ndio inafuata. Unapata ya kwamba kizuri cha kwenyu hakifuati. Mnang'ang'ana kukua vile ambavyo watu wa kwenyu wanapaswa kukua. Unajua ni vibaya sana ning'ang'ane kukua vile watu wa kwetu wanapaswa kukua, ama vile kwetu watu wako. Mimi ndio ninang'ang'ana nikue hivyo. Nang'ang'ana kujenga na damu ya kwetu watu hawapaswi kung'ang'ana kujenga. That's what is happening. Na ndio ni vizuri mpendwa katika jina la Yesu, saa zingine simama na kutangaza baraka za kwetu zinifuata. Baba yako hakukuwa na tabia yote mbaya, baba yako hakukuwa na mambo mabaya. Kaa chini uangalie baba yako. Kuna kitu ilikuwa kwa baba yako. Jiulize kwa nini haikufuati? Kuna kitu ilikuwa kwa mama yako. Hata kama mama yako alikuwa mlevi, kuna kitu ilikuwa kwa mama yako. Tangu mzaliwe hamjawahi muona akienda hospitali. Tangu mzaliwe hamjawahi muona akienda hospitali. Kwa nini usiitishe hiyo? Kwa nini haukuitisha ulevi, lakini ulevi ndio imevaa nini? Inakufuata by force. Kwa sababu nyingine inaweza ikazuiliwa. Hii kizuri kinaweza kafanya nini? Kinaweza kikazuiliwa. Nguvu, uwezo ya kukuwezesha kufanya vizuri, hiyo inaweza ikazuiliwa, hii isikufuate, lakini hii mbaya ikufuate. Tukiangalia watu wanarithi mabaya, wapendwa, tunapaswa kurithi mazuri. Kuanzia leo ukipata nafasi, enda anza kutangaza, natangaza kurithi mazuri ya kwetu. Sijui kama unajua kwa familia ya Abraham walirithi zote. Hawakurithi nusu. Number 1, Ibrahim alikuwa muongo. Hata hiyo uongo tunaongea ya Yakobo, hii ni vitu ya Ibrahim. Ibrahim alikuwa nini? Muongo. Lakini Ibrahim alikuwa tajiri. Na Ibrahim alikuwa na Mungu. Sijui kama unajua hivyo. Haya, ikakuja kwa nani? Kwa Isaka. Isaka pia alikuwa muongo. Hata Isaka alikuwa muongo. Na pia Isaka alikuwa nini? Tajiri. Na pia Isaka alikuwa na nani? Na Mungu. Ikakuja kwa nani? Kwa Yakobo. Tunaona vile ameanza kufanya. Yakobo pia alikuwa muongo. Yakobo pia alikuwa tajiri. Na Yakobo alikuwa na Mungu. Lakini hapa hakuna cha kurithi uongo peke yake. Walirithi mpaka Mungu wao. Na ndio maana anaitwa Mungu wa Ibrahim.
Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka. Ni kwa sababu gani? Hao watu walirithi hivyo. Wakasema narithi Mungu wako. Wapendwa, tuko na watu hapa, mko na wazazi walikuwa very deep kwa mambo ya Mungu. Claim hiyo vitu. Claim hiyo vitu. Yes! Useme mama yangu kwa mambo ya Mungu alienda zaidi. Natangaza kurithi hiyo. Haleluya! Tunakataa kurithi mabaya peke yake. Na unajua mabaya hatuyaombi, mabaya yanafanya yanafuata tu automatic. Maana mashabiki wa mabaya kufuata ni wengi. Wanataka hayo mabaya. Kuanzia leo tunatangaza kizuri cha mama yako kikufuate kwa jina la Yesu. Kizuri cha baba yako kikupate. Ukoo wa kwenu, kuna uzuri wa ukoo wa kwenu. Nasema ikufuate. Nasema ikufuate. Nasema ikufuate. Nasema ikufuate katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Inakuaje tu ni mabaya peke yake? Esau akasema amechukua. Akamuuliza baba, kuna kitu imefanya nini? Kuna kitu imebaki kwa ajili yako. Na anaongea kuhusu blessings. Kuna baraka ambayo imebaki juu yako. Bwana asifiwe. Tunasoma 37. Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama nimemfanya awe bwana wako. Neno lingine tunafaa kulichunguza. Hii ni topic kivyake. Nimemfanya. Sikiliza. Nimemfanya awe bwana wako. Kumaanisha kwamba automatic you become a slave. So inamaanisha kwamba watu wanaweza wakawekwa juu yako. Watu wanaweza wakafanywa kukua juu yako, na unaweza ukafanywa basi ukakuwa mtumwa. Kama anaweza akamfanya akakuwa bwana, anaweza akafanya ukakuwa mtumwa. Yes. Wapendwa, watu wanafanywa kukua vitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nimemfanya akuwe bwana wako. Wewe. Yani kwa lugha ya nzuri ya Kimombo, akuwe your master. Automatic you become a slave. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba watu wanaweza wakawekwa juu yako. Watu wanaweza wakawekwa juu yako. Exodus chapter 1. Baada ya mfalme asiyemjua Yusufu alipoinuka akasema tuwatende kiakili. Maandiko yanasema ya kwamba akawawekea wasimamizi. Wakawafanyisha kazi. Mara ya kwanza walikuwa wafanyishwe kazi. Mara ya kwanza walikuwa wanafanya kazi. Kuna tofauti ya kufanya kazi na kufanyishwa kazi, wapendwa. Lazima ujiangalie ujue unafanya kazi ama unafanyishwa kazi. Wakawawekea wasimamizi juu yao. Wakawafanyisha kazi. Hii dunia unaweza fanyishwa kazi ya bure. Hii dunia unaweza zungushwa. Kuna vile watu wanasemaga unakaribishwa Mombasa. Mimi nilikaribishwa Mombasa tofauti mpendo. Mara ya kwanza nilipoingia Mombasa, ndugu yangu alikuwa anafanya kazi ya kupiga picha. Nakumbuka akanituma. Tulikuwa naishi hiyo the way Mtwapa. Mtwapa mpaka Mombasa ni mbali sana. Sasa nikutafuta studio. Do you know nilizunguka asubuhi mpaka saa 12 studio imefungwa ndio niliipata. Nazunguka. Niliipata saa 12 saa zile imefungwa. Nilijua sikuwa nazunguka. Nilikuwa nazungushwa. Nilijua sikuwa nazunguka. Nilikuwa nazungushwa. Natumai majini ile nizungusha basi. Ile nizungusha. Ni kitambo. Sio juzi. Nilizunguka. Saa zile kunaenda kukua usiku. Nilisema na hapo mahali nikakumbuka nilipapita sana. Lakini sikuwa napaona. Kuna kuzunguka na kuna kuzungushwa. Kuna kuzunguka na kuna kuzungushwa. Ukitaka kujua unazungushwa, hakuna kitu unapata.
Ukitaka kujua unafanyishwa kitu, haufaidiki. Unafanya lakini haufaidiki, unafanyishwa. Maana bidii yako hata ile kidogo inapaswa itoe kidogo. Ukipanda kidogo, utavuna kidogo. Na principle ya Biblia, chochote apandacho mtu. Angalia bidii vile unafanya lakini hakuna kitu. Then si kufanya unafanya, unafanyishwa. So, wapendwa, pia ni vizuri kukataa mtu yoyote kuwekwa juu yako. Hata hebu weka hapo nisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Isaka akasema, nimemweka ndugu yako mdogo awe bwana wako, na kataa yeyote kuwekwa juu yangu, na kataa kukuwa mtumwa wa yeyote, na kataa kukuwa mtumwa wa chochote katika jina la Yesu. Nafikiri ukienda ukae chini uangalie this conversation. Hii ni conversation ambayo ni deep na ni kiroho. Utafungua akili yako uweze kuelewa vitu zingine. Jina la Bwana litukuzwe. Nimemfanya awe bwana wako. Haleluya. Kwa miaka mingi mtu alijaribu sana kunifanya mjinga, kunifanya mtumwa. Kwa miaka mingi sana. Ili ani control. Miaka mingi sana. Mungu alinisaidia nikaona na mapema kuna kitu inatafutwa hapa. Natafutwa kufanya ujinga. Kuna kenye sikuwekewa, hakuna kenye sikufanywa, ili tu nikuwe lidude. Liko pale, ndio likiambiwa enda linaenda, likiambiwa rudi linarudi. Linapelekwa hivi. Lakini atukuzwe Mungu aliyeniokoa kutoka kwa hiyo mikono. Bwana Yesu asifiwe. So there are people wanaweza kuja close kwako, lakini wanakuja kukua juu yako. Kata. Akishakuwa juu yako, unapata ya kwamba unaanza kukua na uoga na huyu mtu, unamuogopa. Akisema kitu unajipata lazima unafanya. Unapata ya kwamba vitu mingi lazima umuongeleshe. Ni kwa sababu kuna vile amejiweka juu. Na siku hizi watu wangojee kuwekwa juu, wengine wanajifanya nini? Mtu anakuja na anatafuta tu kukaa juu yako. Nikaletewa dada mmoja hapa niweze kumuombea. Maana alidanganywa tu. Na mtu alimdanganya na pochi lake la kuwekea pesa. Akamwambia pochi lako ni nzuri sana, naomba unipatie niende nitengeneze nyingi nifanye biashara nayo. Kumbe ni nini alikuwa anachukua? Alikuwa anachukua pesa. Alienda nayo pochi, vile alienda ndio huyu akaanguka chini kinini? Kibiashara. So akawa akisema ya kwamba hapo penye wanafanyia kazi kuna mpendwa wa dini fulani. Anakuja na vitu vyake. Na akikuja pale kuna vile anaongea. Hakuna mtu mwingine anauzaka hapo. Anauzaka peke yake. Ni nini amefanya? Kwa hiyo area amejiweka juu yenu. Akijiweka juu yenu hamtauza, atauza yeye. Kataa mtu yote kujiweka juu yako kibiashara. Akijiweka juu yako kibiashara hautauza. Mtakuwa mnaenda kusindikiza watu kufanya kazi. Kataa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unapata wewe ufanye kazi, maana hapo ka territory kamechukuliwa. Wapendwa, pia mjifunze kuomba maombi ya kuchukua territory yenye unafanyia kazi. Control that area. Yesu alipovuka ngambo ya pili, Mark chapter 5, alipovuka ngambo ya pili, demons ndio zilikuwa zinatawala. Mapepo ndio ilikuwa inatawala. Alipoingia mara moja, zikawa na wasiwasi, zikawa zinamwambia ondoka kwetu. Maana popote Yesu alikuwa anaingia, alikuwa anaachilia utawala wake, alikuwa anachukua utawala. Ninakuomba katika jina la Yesu, popote unaenda, chukua utawala katika jina la Yesu. Popote unaenda, tawala katika jina la Yesu. Hata kwa ploti, tawala hapo hiyo territory. Tangaza mimi ndio kusema katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Yesu akaingia, mapepo ndio ilikuwa inatawala pale. Na demo zilikuwa zinatawala pale. Watu walikuwa wakae manyumba, walikuwa wanakaa kwa milima, walikuwa wanakaa kwa makaburini. Yesu alipoingia pale, aliwafukuza.
wakamwambia usitupeleke pale, tupeleke pale. Zikajua territory yao ilikuwa baharini, maana zilikuwa roho za majini, zikaenda majini na ile area. Yesu akachukua ushukani. Alipochukua ushukani, aliyekuwa amefungwa anafunguliwa. Leo nimekuja kutangaza, popote utajipata, take over. Take over spiritually. Naongea kuhusu spiritually. Naongea kuhusu spiritually. Chukua ushukani, chukua utawala katika chukua utawala, maana inaanza kuniconnect na our message. Chukua utawala, utafanya vizuri. Kwa sababu wapendwa, kila mtu anakuja pale, wamekuja na miungu yao, wanataka kutawala. Jana nikawa naongeleshwa na mshirika mmoja anahamia town. Kwa wale wamekaa hizi nyumba za town hizi, we thank God sasa tunaziingia. Hizi ni manyumba zimeishiwa na Wahindi miaka nenda miaka rudi. Na kitu kimoja kilinikumbusha, Wahindi wanaendelesha kile ambacho Mungu na Musa alifanya. Israeli, maana Israeli hawakukaa mahali moja, walikuwa safarini wakienda. Kila mara wakienda, mahali walikuwa wanafika, walikuwa wanainulia Mungu madhabahu. Wakitoka wanatoka naye, wakifika wanainua. Na do you know hivyo ndivyo Wahindi wanafanya? Kila nyumba ya Mhindi ukiingia utapatana na miungu yake. Utaipata mastika kwa mlango, utapata vitu mingi sana. Nimekaa nyumba zao kadhaa. Nikiingia hapo ndo naameshaga kabisa madhabahu na miungu ya ukweli. Natoa. Na wakitoka zingine hawawachi, wanaziwacha ziendelee kutawala. Bwana asifiwe. So mwingine akaniambia jana, Bishop, uko miungu ni mingi. Huko ni miungu ni mingi. Picha ilikuja kwa akili yangu. Hao watu kila nyumba wakienda wanaendana na Mungu wao. Nikasema na je sisi tunaendana, tunakosa kuhama na vitu vyetu na miungu yetu. Tukifika huko tunapatanga miungu mingine. Badala tukifika tungoe, tuharibiwe, tuondoe zao, halafu tunue yetu. That's how we should live. Ni nini najaribu kusema? Kila mtu akikuja anakuja na Mungu wake. Unaona hata hapo kazi penye unafanya kazi, hawajakuja bure. Nasema hawajakuja bure, wamekuja na Mungu wao. Na wamekuja na Mungu kwa ajili ya nini? Wakae chini ya hiyo area. Kama sote tunauza nyanya, anataka yeye akae chini yake. Yeye ndiye auze vizuri. Yaani nyinyi mtauzaga yeye akimaliza kuuza. Kuna maeneo inafanya. Na nimekuambia kama kuna mji uchawi na uganga unafanya sana ni mji wa Kericho. Nisikilize, ni mji wa Kericho. Nimeombea watu kwa miaka mingi. Number 1 ni hii, mji wetu ni mdogo sana. Number 2, biashara za aina moja ni nyingi sana. Hebu anza kuongea kuhusu salon. Tunaweza fikiria Kericho ndio founders wa salon. Ni street gani ni wapi hakuna salon? Popote kifunguliwa, pap saluni zinajaa, pap mara moja. Sasa kuna wale wako jene, wako na ujuzi katika hiyo. Wengine tunaweza sema ni talent. Wengine ni talent. So yeye ako na ustadi sana wa kufanya hiyo kazi. Mwingine hana chochote, alisomea. Na hata mpigaje huyo jamaa? Maana akikaa hivi anaona tu anaingia pale customers, wanaingia pale wanaingia. Ni nini inakuja kwa akili yake? Lazima nitafute kitu hata mimi ya kuleta customers hapa. Ndio unapata usiku wanaleta watu, wanainua miungu yao, wanainua uchawi wao, wanainua hizo zote, wananyamazisha wengine wote mpaka wa Kristo. Kwa sababu unapaswa uelewe kila mahala. Joshua chapter 1. Kila mahala nyaya za miguu yenu zitakanyaga nimewapa. Ukipewa unapaswa kufanya nini? Kuchukua. Mungu amesema nimewapa. Kwa hivyo inamaanisha kila mahala utajipata, chukua. Maana tayari umepewa. Unaenda wapi? Unaenda Inamoi. Mungu amekupea Inamoi. Ukifika Inamoi, chukua Inamoi. Na ndio maana nasimama kusema katika jina la Yesu, hata penye unafanyia kazi Mungu amekupatia, enda chukua. Enda chukua kwa jina la Yesu. Enda chukua.
chukua kwa jina la Yesu. Penye unakaa, chukua kwa jina la Yesu. Sisemi uchukue mali ya wenyewe, wachana na mali ya wenyewe. Chukua katika ulimwengu wa roho, kumaanisha kwamba hakuna miungu mingine itainuliwa hapa. Uchawi itafanya kazi hapa, uganga itafanya kazi hapa, urogi itafanya kazi hapa, na hakuna mtu atanipeleka vile anataka. Mimi nachukua mamlaka katika jina la Yesu. Rebro saka parasaya, mando kapalosi akaparasa.
inua madhabahu ya Mungu wako. Yes. Maana wakija hata wao wanainua miungu yao na madhabahu zao wanainua. Ndio maana wanachukua. Unaweza kama mahali mnaishi, lakini kuna mtu ndiye ametake over katika ulimwengu wa kiroho. Climate ya kiroho ni ana control. Yeye ndiye anayeamua kukoroga watu hapa. Yeye ndiye anayeamua kusumbua watu usiku. Yeye ndiye anayeamua tu mtatizika kila saa hospitali, na kuna mahali mnamuona akienda hospitali. Unapata nyinyi mnashindwa kulipa nyumba yetu hapo kwa sababu amechukua economy. Sikiliza, kwa ploti mwenye atatawala kiroho atatawala mpaka uchumi. Atatawala mpaka uchumi, atatawala mpaka afya, atatawala mpaka hizo manyumba zenu. Na kwa pia atawapeleka, because mwenye anachukua hapo ndiye ako na control, remote ya kucontrol. Yeye akifinya mnaenda vile anataka, akifinya mnaenda vile anataka. Mpenda kwa kazi, enda kwa position yako. Enda kwa position yako. Mahali unaishi, enda kachu. Enda sema nafasi yako ni ya juu katika ulimwengu wa kiroho. Weather ya kiroho mimi na control. Mahali popote Mkristo atapatikana, weather ya kiroho ni anapaswa control. Yeye ndiye anapaswa kusema. Maana wakati mwingine unapaswa kusimama na useme kwa hii plot hakuna magonjwa. Kwa jina la Yesu unapata hakuna magonjwa. Simama chukua yako tumalize. Isaka akamwambia Esau, nimemweka ndugu yako. Watu wanaweza weka juu ya biashara yako, na pia kama wanaweza weka mtu, wanaweza weka mpaka vitu, wanaweza weka mpaka. So unaweza wekewa kifo, unaweza wekewa ajali, unaweza wekewa kisirani, unaweza wekewa chochote. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu mara nyingi tunakuwa blind na ulimwengu wa anga yetu. Tunakosaka kuongea kuhusu anga yetu, tunakosaka kufanya mengi juu ya anga yetu, ndio wakija wanaweka. Nataka ujue mahali popote utajipata tawala. Mimi nikija hapa hii area yote chukua yote, haikuwa hivyo. Na hii area ilikuwa mbaya. So nilitumwa na Mungu kwa sababu ya hii area. Najaribu kukuambia mahali Mkristo atapatikana, hiyo area inafaa kubadilika. That's why nakwambia plot sio yako, lakini inafaa kubadilika. Hapa kunakuwa kumekufa. Hata hii kazi zote zinafanywa hapa ndani ya kukua. Hapa unajua kulikuwa kunaitwa kambi steam. Kumaanisha kwamba ilikuwa inakuwa controlled na steam ya changama. Niliwahi kuja kuhubiri hapa 2005 hapa hivi. Ulevi baya. Tunajua ya kwamba ndio ilikuwa barabara, ukipigwa Mgeta Town, mtu akiingia barabara huwezi kufuata. Simu kinyang'anywa, mtu akiingia barabara huwezi kufuata. Maana kumbuka bado miti mbili hapa kote kulikuwa na nini? Kulikuwa msitu. So angeingia hivi huwezi kufuata. Hiyo inaishia hapo. Mimi nikija watu walikuwa wanaenda haja hapa hivi. Kulikuwa kubaya. Wines and spirits zilikuwa zimejaa hapa. Nikikuja hakuwa kuzuri. But leo huko kunaitwa kambi ya winners. Hautawezi kukitanishwa na kambi steam. Leo ni kambi ya winners. Hii inaweza itwa biashara street. Leo watu wanapigania huku, watu wamejaa nini. Na vya kushangaza kwa sababu tulikuja tukainua madhabahu ya Mungu. Unajua mtu yote anakujaga naeka wana spirit hapo. Unajua huwa ifanye kazi. Unajua ikaaje? Anakujaga na kwanza kuna mwenye alikuja akatengeneza hii duka. Hii imepakwa yellow, unaona hii. Iko mama alikuja na tulikuwa naye kanisa zamani. Kakuja maana najuana na wabunge nini nikashindwa na hii inatengenezwa hapa. Nini inatengenezwa? Nini sasa kuchora ndio ikaanza kuandikwa wines. Nikasema no, hapa mkai. Akakuja, nikamwambia wewe ndio umekuja? Akaniambia hizi vitu hazikaji hapa. Ananiambia nitamwaga wine spirit pastor hapa. Nikamwambia hapa haiwezi kaa. Pesa iongei hapa.
kwa sababu katika roho mimi nilishachukua yeye. Huyo hata inamtendekea mbaya, hata hakufungua. Ikachukuliwa na mwenye amechukua sasa. Hapa zilikuwa zinajaribu kuleta nyingi zinakataa. Ya mwisho ilikuja hapa. Shetani alifikiria simtui. Walikuwa wameleta madhabahu ya Rachel Maria. Naona ikabana hii. Na kabana kwa hapa nje. Na mwili. Akakuja tena kuja kushona nguo hapa. Mekuja mehangi hizo marozari za Rachel Maria nyingi. Niliongea na dada wa duka. Nikamwambia, hapana. Unajua hii si duka imekuja hapa. Hii ni madhabahu imekuja. Na alikuwa amenikujia. Nikamwambia huyu, hapa hawezi kaa. Kwa nini nikisema mtu akae hapa hawezi kaa? Ni kwa nini? Kwa sababu maneno yangu yako na nguvu. Siri ni kwamba tayari katika anga nimechukua. Najaribu kukuambia siri. Kwa nini mtu anakuaga na uwezo ya kusema biashara yako ianguke ninaanguka? Ni kwa sababu tayari anakuaga kiroho amechukua mamlaka. That's why nakutuma kwa jina la Yesu. Enda chukua mamlaka ya kazi yako. Ndio watajaribu kusema toka because you are controlling katika ulimwengu wa kiroho. Mimi nilikuja hapa sijui ni molested, sijui nini yote. I'm controlling ya mimi ndio nasema. Mdomo yangu ikipitana na wewe kwa hii laini hizi nakwambia unaenda. Bwana asifiwe. Si kwa sababu ya nini? Kwa sababu nilipokuja cha kwanza niliinua madhabahu ya Mungu na nikahakikisha hakuna mtu anakaa juu yako. Enda hakikisha kwa kazi hakuna mtu anakaa juu yako. Hao watu wanacheka na wao kwa kazi. Hii vitu inakuwa ni siri ya hali ya juu. Mtu hawezi kaa juu yako na kuambie. Hawezi. Be very careful. Enda utangaze hapa kwa sababu nimeokoka. Sikali watu, siendi juu nifinyilie mtu yeyote. Tunaelewana? Lakini wao wanaenda juu ili wengine wasiuze. Si tuende hivyo. Sisi tunaenda juu kuchukua mamlaka ili utawala wa giza usitawale hapo. Amina. Ndio mwenye anaenda kwa uganga anakuja anafanya nayo haifanyi kazi mpaka anawacha. Anaona akiwacha kutumia madawa anafanya vizuri. Akitumia madawa inafanya vibaya. And then mchukue nafasi yenu. Amina. Na uhakikishe unakumbuka kila mahala nyao za bibi yako. Nikikanyaga, ukijipata umefika, chukua. Ukifika, kwa sababu Mungu anakupatia kabla haujafika. Ili ukifika, chukua kwa jina la Yesu. Mwenye masikio amenielewa. Mungu akubariki. Tutaendelea tena kesho asubuhi katika jina la Yesu. Sasa umepata ombi la leo na umepata neno la leo. Nimemweka ndugu yako awe Bwana wako. Ni nini inawekwa? Inafosiwa, inasukumwa juu yako. Enda leo deal na hiyo. Na kisha baadaye enda utangaze, ninachukua mamlaka ya kiroho ya mahali ninaishi. Nachukua mamlaka ya kiroho mahali ninafanya kazi. Endeni mchukue mamlaka za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu akubariki sana. Tuonane nawe tena kesho katika jina la Yesu. Amen. Tukamilishe ibada yetu kwa kutoa sadaka zetu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema ya utoaji ibada special.